Mpenzi mtazamaji wa Force News Tanzania, katika wiki ya 4 ya vita vinavyozidi kutikisa dunia, mgawanyiko mkubwa umejitokeza ndani ya mataifa ya Magharibi. Vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran vinaendelea kushika kasi, lakini safari hii Marekani inaonekana kusimama peke yake. Rais wa Marekani Donald Trump ameibuka hadharani akiwakosoa vikali washirika wake wa NATO. Kwa mujibu wake, nchi hizo zimekataa kushiriki kikamilifu katika operation ya kufungua mlango wa Hormuz, njia muhimu inayobeba karibu 20% ya mafuta duniani. Kwa Trump, hili ni jambo rahisi kijeshi, lakini kwa Ulaya si hivyo. Trump amesema atapiga sehemu zetu za nishati, ila anapaswa kufahamu tutamaliza mafuta na gesi kwa mataifa yote ya Mashariki ya Kati na tuanze kuwawinda wanajeshi wake waoga kwenye giza. Vita hivi vilianza Februari 28 baada ya mashambulizi ya pamoja ya Marekani na Israel dhidi ya Iran, yakilenga vituo vya nyuklia, miundombinu ya kijeshi na hata kumuua kiongozi mkuu wa Iran, Ali Khamenei. Siku ya kwanza kabisa, Iran haikusita kujibu. Makombora yalirushwa kuelekea Israel, vituo vya nishati katika Cuba vikashambuliwa na mlango wa Hormuz ukafungwa, hatua iliyotikisa soko la mafuta duniani, huku bei ikipanda hadi zaidi ya dola 100 kwa pipa. Lakini wakati Trump akisisitiza mshikamano wa kijeshi, mataifa ya Ulaya yamechagua tahadhari. Kutoka Ujerumani hadi Ufaransa na mataifa ya Ulaya, ujumbe ni mmoja tu: hii vita si yetu. Waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius alisema wazi, hawakushauriana, hawakushiriki na hawataingia vitani bila sababu za wazi. Naye kansela Friedrich Merz akaongeza mashaka juu ya mkakati mzima. Hata hivyo, baadhi ya mataifa yamekubali kutoa msaada mdogo wa kiulinzi, lakini si kuingia vitani moja kwa moja. Hali hii imeilazimu Marekani kuongeza uwepo wake wa kijeshi Mashariki ya Kati, huku mipango ikielezwa ni ya kulenga maeneo muhimu ya mafuta ya Iran. Kinachoonekana sasa si vita tu ya kijeshi, bali ni vita ya misimamo. Umoja wa zamani wa Magharibi unaonekana kutikisika, huku maswali makubwa yakiibuka kuhusu mustakabali wa NATO na nafasi ya Marekani duniani. Na kadiri bei ya mafuta inavyopanda na hatari kuongezeka, dunia nzima inaendelea kushuhudia. Swali langu ni hili, mtazamaji wa Force News Tanzania. Je, huu ni mwanzo wa mgawanyiko mkubwa zaidi wa kimataifa au ni hatua za kuelekea mpangilio mpya wa nguvu duniani? Basi usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili kupata ripoti nyingine nyingi. Kutana nami Ngonise Kahise katika ripoti nyingine.